Ubora ulioje ahibati fillah. Ni siku ambayo Musa alayhi salam ameokolewa na Allah tabaraka wa taala. Siku hii Mayahudi waliona ni siku ambayo ni adhim, ni siku ambayo ni njema, ni siku bora kwao, wakaamua kufunga. Na Musa alayhi salam alikuwa akifunga siku hii kumshukuru Mola wake Allah tabaraka wa taala. Kwa nini? Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala almab'uth rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-aya. Ndugu mtazamaji, Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika Qur'an, hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Ndani ya miezi hiyo 12 Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha miezi minne au kuifanya ni miezi bora au miezi mitukufu kwa kusema minha arba'atun hurum, minha arba'atun hurum. Ndani ya miezi hiyo 12 inayotambulika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna miezi minne ambayo miezi hii ni mitukufu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Fa inna min fadlillahi wa minnatihi an ja'ala li'ibadihi as-salihin مواسم يستكثرون فيها من العبادات والقربات. miongoni mwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wa Allah tabaraka wa ta'ala, neema zake Allah subhanahu wa ta'ala ni wakawajalia waja wake wema misimu ambayo watakithirisha ndani yake ibada ndani ya misimu hii iliyo bora. Allah subhanahu wa ta'ala kaijalia misimu hii au miezi hii ikawa ni moja ya ile misimu ambayo ni mitukufu, ambayo waja watakithirisha katika mambo ya kheri, na watakapofanya mazuri ndani yake bila shaka watalipwa maradufu na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala asema minha arba'atun hurum, ndani ya miezi hiyo 12 kuna miezi minne mitukufu. Kisha anatuonya Allah tabaraka wa ta'ala kusema fala tadhlimu fihinna anfusakum, musizi dhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo minne. Bali baadhi ya ulama wanasema Allah kusema fala tadhlimu fihinna anfusakum amekusudia miezi yote 12 au tasema imekusudiwa miezi minne. Almuhimu ni kwamba miezi yoyote, sio miezi mitukufu tu, bali miezi mingine yoyote hafai mtu kuyafanya mambo ambayo yatamkasirisha na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya miezi hiyo minne Allah aliposema maneno haya, bila shaka tunatambua ya kwamba Mtume alayhi salatu wassalam ametubainishia miezi hiyo ni miezi gani. Mtume alayhi salatu wassalam akibainisha miezi hiyo minne asema thalathun mutawaliyat, miezi mitatu ni yenye kufuatana: Dhulqa'da, Dhulhijja, Walmuharram wa Rajab Mudhar. Mwezi wa kwanza ni mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa 11 wa kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa pili ni mwezi wa Dhulhijja, mwezi wa 12 kwa kalenda ya Kiislamu. Mwezi wa tatu katika miezi minne mitukufu ni mwezi wa Muharram ambao tuko ndani yake, ni mwezi wa kwanza wa kalenda ya Kiislamu. Vile vile na mwezi wa Rajab ambao uko peke yake kaitwa Rajab Mudhar. Ikiwa tuko ndani ya mwezi wa Muharram, tungependa tuzungumzie yaliyomo ndani ya mwezi huu wa Muharram na mwezi huu mtukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam akieleza ubora wa mwezi huu na mwezi huu wa Muharram
asema afdalu siyami ba'da Ramadan, bora yafunga baada ya Ramadan, baada ya mwezi wa Ramadan, bora yafunga ambayo itakuwa bora, itapendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, shahrullahi al-Muharram, ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa Muharram. Kwa hiyo saumu yoyote itakayofungwa katika mwezi huu wa Muharram inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya faradhi ya Ramadhan, atakayefunga mwezi huu wa Muharram, basi huyu saumu yake ile inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwezi huu wa Muharram kuna siku inaitwa Ashura. Siku hii ndio tumependa tuizungumzie kwa leo, fadhila zake na ubora wake wa siku hii. Siku hii ya Ashura imetokana na neno la ashara, bimaana siku ya 10. Ni siku ya 10 au tarehe 10 ya mwezi wa Muharram. Siku hii anaeleza Ibn Abbas radhiyallahu anhu ya kwamba qadima an-nabiy alayhi salatu wassalam al-Madina, Mtume alayhi salatu wassalam alikwenda katika mji wa Madina. Alipofika Madina, fawajada al-yahuda yasumuna yawma Ashura, akawapata Mayahudi wanafunga siku ya Ashura, wanafunga siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram. Akauliza Mtume alayhi salatu wassalam, ma hadha, ni nini hii saumu, au ni kwa nini mnaifunga hii saumu? Wakamjibu Mtume alayhi salatu wassalam na kumwambia, hadha yaumun salih, hii ni siku njema, hadha yaumun azim, wa fi riwaya hadha yaumun azim, hii ni siku tukufu, hadha yaumun naja Allahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa Fir'auna wa qaumahu, hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwokoa mtume wake au nabii wake Musa alayhi salam na watu wake na jamaa zake, na akamwangamiza Firauni na jamaa zake. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, faanjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin, tukamwokoa Musa pamoja na wale waliokuwa na Musa wote wakaokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema thumma aghraqna al-akharin, kisha tukawaangamiza wale wengine, bimaana wale waliokuwa na Firaun na kipote chake, waliokuwa wanawapangia uadui Musa alayhi salam na watu wake. Mtume alayhi salatu wassalam amefika Madina, akawapata watu Madina wanaifunga siku hii. Akauliza, ni siku gani? Wakamwambia, hadha yaumun salih, hadha yaumun azim, yaumun naja Allahu Musa wa qaumahu, na ni siku ambayo Allah amemwokoa Musa na jamaa zake, wa aghraqa Fir'aun wa qaumahu, na akawaangamiza Firauni na watu wake. Mtume alayhi salatu wassalam akasema, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi basi ni bora zaidi kwa Musa, nina haki zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Mtume alayhi salatu wassalam akaifunga siku hii, wa amara bisiyamihi, na akaamrisha Mtume alayhi salatu wassalam watu wawe wataifunga siku hii. Ndugu katika iman, Mtume alayhi salatu wassalam akizungumzia siku hii ya Ashura, siku hii anasema Mtume alayhi salatu wassalam, siyamu yaumi Ashura, funga ya siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah, asema nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira as-sanata allati qablahu, nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni funga ambayo itamfutia yule atakayefunga funga hii madhambi ya mwaka uliopita. Kwa hiyo Muislamu atambue ya kwamba atakapoifunga siku hii ya Ashura, atakapofunga saumu ya siku hii ya Ashura, ujra wake na thawabu na malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anafutiwa madhambi
ya mwaka uliopita. Tukiwa tupo katika mwaka wa 1448, atambue atasamehewa madhambi ya mwaka wa 1447. Anasamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ni madhambi yale madogo madogo ndiyo anasamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ubora ulioje ahibati fillah, ni siku ambayo Musa alayhi salam ameokolewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Siku hii Mayahudi waliona ni siku ambayo ni adhim, ni siku ambayo ni njema, ni siku bora kwao, wakaamua kufunga. Na Musa alayhi salam alikuwa akifunga siku hii kumshukuru Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa nini? Kwa kuokolewa na vitimbi vya Firauni na jamaa zake. Mtume alayhi salatu wassalam alifunga saumu hii, bali ilikuwa ndio saumu ya faradhi kabla ya kufaradhisha saumu ya Ramadhan. Walikuwa watu wakifunga siku hii au saumu hii ya Ashura, walikuwa wakifunga faradhi, bali wakilazimishwa mpaka watoto wadogo kuifunga siku hii. Bali mtoto anapozidiwa na saumu anatafutiwa njia katika njia ambazo zitamshughulisha ili asahau ile njaa ifike wakati wa kufungua. Saumu hii ilikuwa ni ya lazima. Ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhan, ndio Mtume alayhi salatu wassalam akawapa ruhusa kwamba hii ni khiari kwa mtu, anaweza akafunga na asifunge. Lakini kuna ubora Muislam tukitumia hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam aliyosema afdalu siyam ba'da Ramadhan afdalu siyam ba'da Ramadhan, bora ya funga baada ya Ramadhan ni saumu ambayo itafungwa katika mwezi huu wa Muharram. Kwa hiyo kwa hadithi hii tunaona ni bora tuifunge saumu hii. Ikiwa Muislamu atashindwa kufunga masiku mengine, basi asikose fadla kama hii ya kufunga siku ya Ashura. Ndugu katika iman, kunazo njia za kufunga saumu hii. Kunazo njia za kufunga saumu hii ya Ashura. Kwanza, njia ya kwanza ni kufunga saumu hii ya Ashura peke yake kama ilivyo. Yani bimaana mtu akafunga ile siku ya 10 peke yake. Hii ni njia ya kwanza. Pamoja na kwamba kuna khilaf baina ya wanazuoni ambao kitu cha kwanza ni kufunga, au khilaf hizi zimegawanywa. Unasema kufunga siku aidha ni ya 9, aifunge mtu siku ya 9, siku ya 10 na siku ya 11. Hii ni njia ya pili. Na njia hii dalili inayoonesha mtu kufunga kwa njia hizi, nasema sumu yawma Ashura, sumu yawma Ashura wa khalifu al-yahud, ifungeni siku ya Ashura. Mtume alayhi salatu wasallam asema ifungeni siku ya Ashura na mukhalifu mayahudi, sumu qablahu yawman au ba'dahu yawman, fungeni kabla ya siku ya Ashura siku moja, bimaana siku ya 9, na baada ya siku ya Ashura bimaana siku ya 11 muifunge vile vile. Itakuwa mtu amefunga siku 3. Na hii ni kauli ambayo inaenda ama Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi na Ibn al-Qayyim wameenda na kauli kama hii. Pamoja na kwamba sanadi hii imedhoofishwa au inasemekana na dhaifu ndani yake, lakini imewekwa katika mlango wa fadhail al-a'mal. Sehemu ya pili, hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili ni mtu kufunga Tasu'a na Ashura, siku ya 9 na ya 10. Na hiyo inakuja katika kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam aliposema la in baqaitu ila qabilin, lau nitabakia mpaka mwaka ujao, la sumanna tasi, basi nitafunga siku ya 9. Mtume alayhi salatu wassalam alipoona Mayahudi wanaifunga siku hii, akaamrisha watu waifunge, kisha akawa wanaifunga Waislamu siku hii. Akaona ni njia gani aitumie Mtume alayhi salatu wasalam ili wasiwe ni wenye kuungana na Mayahudi, ili wasiwe pamoja na hawa Mayahudi. Akawaambia masahaba wake la in baqaitu ila qabilin, nikipata muda na nikiwa tena na umri mwaka ujao,
la asumanna at-tasi', basi nitafunga siku ya 9 nikikusanya au nikichangana na siku ya 10. Na hii ni moja ya kauli ambayo ni kauli yenye nguvu, na pia ni moja ya zile kauli ambazo zimetajwa na ulama. Au jambo la tatu ni kuifunga siku ya 10 peke yake, kuifunga siku ya 10 peke yake. Na kauli au dalili iliyokuja ni Imam Nawawi amesema fa in iqtasara ala al-ashir hasala aslu sunna, mtu akitosheka na ile siku ya 10 akaifunga siku ya 10, basi amepata asili ya sunna, amepata sunna ni kuifunga siku hiyo ya 10 peke yake. Kwa hiyo mtu anapotosheka na hilo, basi atakuwa ameipata sunna ya Mtume alayhi as-salatu wassalam. Kwa hiyo ni sisi kujitahidi kwa siku hii na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie, tukipata fursa hii tuweze kuitumia fursa hii kwa vizuri na tuweze kufunga, na tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atakabalie funga hiyo. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.